Mpango wa wekundu wa Msimbazi Simba kuwa miongoni mwa timu mbili zitakazosonga mbele kwa hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka kwenye kundi lao la D umeingia mtihani mwingine baada ya kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Esperance de Tunis kwenye mechi ambayo ni ya raundi ya tatu, ambayo Simba walikuwa wanatakiwa wahakikishe kila iwezekanavyo kushinda au walau kupata sare ili kuweka hai matumaini ya kusonga mbele. Lakini sasa kwa matokeo haya ya kupoteza kwa bao 1-0 lililofungwa katika dakika 21 na mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso, kijana mwenye miaka 19, Jack Diarra, baada ya kumzidi maarifa beki mzoefu Shomari Kapombe, maana yake ni kwamba sasa Simba watahitaji kwanza kushinda mechi zote zilizobaki tatu katika kutimiza mechi 6 za hatua ya makundi, lakini wakati huo ikiomba matokeo ya timu nyingine. Kwa mfano, katika mechi itakayochezwa leo hii kati ya Petro Atletico ya Angola na Stade Malien, walau watoke sare. Wakitoka sare, maana yake kwenye msimamo kwenye kundi, wapinzani wa Simba kwenye kundi hili, Esperance de Tunis, Stade Malien na Petro Atletico, wote watakuwa na point 5-5. Maana yake Simba itakuwa imerahisishwa kazi, kwa sababu katika mechi zinazofuata itatakiwa ishinde zote. Ikishinda zote, maana yake pointi 9 zitawahakikishia kuwa miongoni mwa timu mbili zitakazosonga mbele kwa hatua ya robo fainali, kwa sababu ikiwa na pointi 9, wapinzani wake wakiwa na pointi 5-5, yule atakayeweza kufikia pointi 9 ama kuzivuka itakuwa ni timu moja tu, ambayo maximum points itakuwa 11 ama pointi 9 kama Simba, wakati timu nyingine zote mbili ukiondoa hiyo moja itakayokuwa imetimiza pointi 9 au pointi 11 na kuizidi Simba, basi wengine ikitokea hivyo hawatakuwa na uwezo wa kufikisha pointi 9 bali chini yake pointi 8 ama 6 ama kubaki na 5 kulingana na matokeo yao. Kwa lugha nyingine, ikitokea sare kati ya Petro Atletico na Stade Malien, Simba wajibu wake utakuwa mikononi mwake. Haitahitaji calculator ya kuangalia wengine matokeo yao yakoje, kwa sababu itakachohitaji ni kushinda tu mechi zote tatu. Mechi itakayocheza dhidi ya Esperance de Tunis hapa nchini katika mechi ambayo itakuwa ni ya raundi ya 4, halafu mechi mbili watakazocheza dhidi ya Petro Atletico ambayo Simba atakwenda ugenini kule Angola, na mechi watakaocheza tena nyumbani dhidi ya Stade Malien. Maana yake Simba pointi zao 9 zitakuwa zinatosha kuwapeleka robo finali, lakini hilo litatokea tu endapo Petro na Stade Malien watatoka sare. Lakini mmoja akishinda akatimiza pointi 7, ugumu unazidi kuongezeka katika hatima ya Simba, kwa sababu kutakuwa na mwenye pointi 7. Wakati huo Esperance de Tunis wale wako na pointi 5 hivi sasa, na ndio wanaongoza kundi kabla ya mechi ya Petro Atletico na Stade Malien. Maana yake nasibu ya timu mbili za juu kwenda hatua robo finali Simba itazidi kuwa ndogo zaidi, kwa sababu mwenye pointi 7 atakuwa yuko juu, halafu Esperance atakuwa na pointi 5. Maana yake na yule mwenye pointi 4 bado ana uwezo wa kusonga mbele, atakayekuwa amefungwa katika mechi ya leo kati ya Petro na Stade Malien. Yule mwenye pointi 5 atakuwa na uwezo wa kwenda mbele, yule mwenye pointi 7 atakuwa na nafasi kubwa zaidi, wakati Simba yenye pointi 0 inayo nafasi lakini itazidi kuwa finyu. Kwa sababu hiyo, mahesabu kwa mechi kabla ya Petro Atletico na Stade Malien, labda calculator inatumika hapo kwamba walau watoke sare ili kuongeza nasibu ya Simba kusonga mbele. Lakini kwa ujumla tu, mpaka mechi zichezwe, Simba bado inayo nafasi. Cha msingi ni kuhakikisha mechi zake zijazo inashinda zote, halafu kusikilizia wengine wanafanya nini, yenyewe kuangalia tu mechi zake ndio msingi uliopo. Lakini katika mechi hii dhidi ya Esperance de Tunis, Simba ina mambo ya kuyafanyia kazi chini ya kocha wao Steve Barker ili kuhakikisha hizo mechi 3 zilizobaki inashinda zote, na halafu kusikilizia wengine wanafanya nini. Ni kwa sababu gani? Katika mechi hii Simba wakiwa ugenini, eneo ambalo walionekana kufanya vizuri ni kumiliki zaidi mpira. Ndio, kwa sababu katika dakika 90 za mchezo wao wakiwa ugenini, lakini walimiliki mpira kwa asilimia 53 kulinganisha na asilimia 47 za wenyeji Esperance de Tunis. Lakini hii imetokana na ukweli kwamba Simba kwenye eneo la passing walipiga pasi nyingi zaidi, pasi 319 zilizofika kulinganisha na pasi 258 za wenyeji Esperance de Tunis. Bahati mbaya sana, pasi hizi ambazo Simba walizipiga zaidi hazikuwa na madhara kuelekea lango la Esperance de Tunis. Nyingi zilipigwa katika maeneo sio hatarishi kwa Esperance de Tunis. Hilo la kwanza kama timu. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wake hawakuwa kwenye kiwango bora katika siku hii. Ingawa
Mchezaji bora wa mchezo katika vyanzo vingi ni golikipa mpya wa Simba, Mahamadou Tanja Jibwa, ambaye yeye aliokoa michomo mitatu kati ya minne iliyopigwa moja kwa moja kuelekea langoni kwao, wakati kuna baadhi ya wachezaji kama Eli Mpanzo Kibisawala aliyecheza kwa dakika 90 akionekana katika baadhi ya vyanzo akiwa na alama za chini zaidi za ufanisi, kwa sababu ni mechi ambayo yeye hakupiga shuti lolote la kulenga shabaha wala kutoka nje akiwa kama kiungo ushambuliaji. Yeye Eli Mpanzo Kibisawala alipoteza mipira 20, alijaribu kudribu kukokota mipira mara 7, hakufanikiwa mpira wowote, nayo ilichangia kwa wekundu wa Msimbazi Simba kupata matokeo haya yasiyofurahisha kwa wana Simba, yasiyofurahisha kwa Watanzania. Lakini kimsingi kama nilivyotoka kueleza awali kwamba pasi nyingi walipiga Simba dhidi ya wenyeji Esperance de Tunis chini ya kocha Mahar Kanzari, lakini kwenye matukio muhimu kama kujaribu kupiga mashuti ili kufunga, wenyeji walipiga mashuti 6 katika mechi nzima. Moja lilikuwa blocked kwa maana kwamba halikuenda, lakini 5 yaliyoenda kati yao 4 yalilenga shabaha, huku Simba katika dakika 90 za mchezo walipiga mashuti 5, kati ya hayo 3 hayakwenda kwa sababu ilikuwa blocked, 2 yaliyoenda, 1 likalenga shabaha. Na mashuti haya Simba waliyapiga katika dakika ya 9 ambalo lenyewe lilipigwa na Kibu Dennis Prosper likawa blocked. Dakika ya 31 lilipigwa na huyu alikuwa Kibu. Dakika 31 likapigwa shuti lingine na Nabi Kamara likawa blocked. Dakika ya 41 kipindi cha kwanza likapigwa na Jonathan Soa, alikuwa miongoni mwa washambuliaji wawili katika mfumo wa Simba baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili walioanza akiwa Morris Abraham na Jonathan Soa, mchezaji kimataifa kutoka Ghana. Alipiga shuti katika dakika 41, hili lilikwenda nje. Ni shuti ambalo halikuwa blocked. Kipindi cha pili Cletus Chota Chama alikuwa ameingia badala ya Morris Abraham, alipiga shuti katika dakika ya 51 ambalo hili nalo lilikuwa blocked. Ili alipiga Chama, kweli lilikuwa blocked, ili lilikuwa blocked, ili lilikuwa blocked, hayakwenda. Ili ndo lilienda itoka nje dakika 41. Lakini dakika ya 70 Kibu Dennis Prosper akapiga shuti ambalo ndo shuti pekee la Simba lilolenga shabaha katika mchezo huu on target, lilochezwa na golikipa Bashir Ben Said wa Esperance de Tunis. Na baada ya hapo ambapo Kibu Dennis alikuja kutoka dakika 71, lakini ndani ya dakika 90 haya ndio mashuti pekee aliyopigwa na Simba, kwa maana kwamba kuanzia dakika 70 mpaka mechi inakamilika hakukuwa na jaribio lolote la Simba la kutaka kufunga dhidi ya Esperance de Tunis, waliokuwa wakizuia vizuri wakiwa na walinzi wao kina Hamza Jelasi, Mohamed Ben Himida na wengineo, huku kwa wastani kwenye kushambulia wakiwategemea zaidi kijana Jack Diara aliyefunga bao pekee katika dakika 21 kama ilivyotoka kueleza, akimzidi ujanja beki Shomari Kapombe. Lakini walikuwa pia na Yan Sasi, mchezaji kimataifa kutoka Brazil, walikuwa pia na Abdurrahmane Konate, walikuwa pia na Abubakar Diakite wakati wanapokwenda kushambulia na wakiwa hatari zaidi, wakiacha Simba ikimiliki mpira maeneo yasiyo hatarishi, kwa sababu mechi nzima eneo la Esperance de Tunis pasi zilizopigwa kwa usahihi na Simba pamoja na wenyewe Esperance de Tunis zilikuwa ni 22%. Mechi ilichezwa hivyo katika eneo lao. Katikati mechi ilichezwa kwa kiasi kikubwa zaidi, maana ni 52% pasi sahihi zilichezwa katika eneo la kati kwa 52%, wakati eneo la Simba pasi sahihi zilizochezwa ni 26%, kwa maana ya Simba wenyewe na Esperance de Tunis, kuonyesha namna gani ambavyo mechi ilichezwa zaidi katika eneo la kati na eneo la Simba kulinganisha na eneo la Esperance de Tunis. Matokeo yake Simba amepoteza mechi hii, ambapo kocha Steve Becker na kikosi chake kuna mambo ya kuyafanyia kazi, ikiwamo namna wanavyotoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kushambulia. Kuingia kwa Libase Gay katika kipindi cha pili kulisaidia kuiongezea kasi, lakini hata hivyo bado hakukuwa na madhara yoyote kuelekea lango la Esperance de Tunis, kwa sababu ni katika kipindi ambacho Simba walipiga mashuti 2 tu kwa mechi kwa dakika zote 45 za kipindi cha pili. Mashuti hayo moja likiwa blocked na hivyo moja kulenga shabali la Kibu Dennis Prosper dakika ya 70. Ni dhahiri kwamba kocha Steve Becker na kikosi chake wanao ya kufanya, lakini pongezi kwa golikipa mpya Jibwa ambaye pengine asingekuwa kwenye kiwango bora sana, Simba wangeruhusu zaidi ya bao moja kutokana na jitihada zilizofanywa na Esperance de Tunis. Na sasa kwenye msimamo Simba iko bado mkiani, mechi 3 imepoteza zote,
haina pointi, imefunga bao moja lililofungwa na Neo Maema katika mechi dhidi ya Stade Malien wakati akifungwa 2-1. Neo Maema ambaye naye katika mechi hii aliingia dakika 82 lakini bado hakukuwa na madhara. Itakuwa vipi? Moja ni kuhakikisha Simba inashinda mechi zote kwa support sio tu kwa kocha Steve Barker na wachezaji wake, lakini wana Simba wote, Watanzania wote. Kila mmoja atekeleze wajibu wake katika kuiunga mkono, kuhakikisha inapata matokeo mazuri ya ushindi na sio sare katika mechi zote zilizobaki 3 ikiwamo Esperance de Tunis utakao kuja nchini wiki ijayo ili kucheza na Simba, na mechi nyingine utakaocheza ugenini Angola, na ile utakaocheza tena nchini dhidi ya Stade Malien. Lakini pili, kuungana na wekundu wa Msimbazi Simba katika kuombea kheri wachezaji wawe fit, kutekeleza vyema mipango kazi ya kocha Steve Barker, lakini pia leo hii kuomba asitokee wa kushinda bali watoke sare kati ya Petro Atletico ya Angola na Stade Malien. Kwa kufanya hivyo, halafu Simba ikatekeleza wajibu wake wa kushinda mechi zote, nafasi ipo bado ya kusonga mbele hatua ya robo finali, lakini kama nilivyotoka kuzungumza awali, ni nafasi nyembamba ambayo patahitaji kujituma zaidi kwa wachezaji na maombi mengi kwa Watanzania, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ili mwisho wa siku iwe miongoni mwa timu mbili zitakazosonga mbele kwa hatua ya robo finali. Ikumbukwe, tangu msimu wa 2018-19 Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ni msimu mmoja tu haikufika hatua ya robo finali, ambao ni msimu wa 2019-2020 pale ilipotolewa katika hatua za awali na UD Songo ya kina Jose Louis Mixon. Lakini misimu mingine yote Simba huwa inaishia robo finali. Matarajio ni kwamba kwa msimu huu iende mbali zaidi, lakini kwa hiki kilichopo mpaka sasa, maombi ni kwamba iende walau robo finali, alafu kuangalia tukajiri baada ya hapo. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.